Karibuni safari ya kusikiliza na kusoma shuhuda pamoja. Shuhuda katika sauti. Sikiliza shuhuda. Shuhuda ni magombo 9 yenye kurasa 4738. Madhumuni: ushauri wa kiroho na ushauri wa kivitendo katika nyanja mbalimbali, kama vile soma kurasa za 5T, shuhuda 663 hadi 667. Miaka 10 iliyopita tulikutana na watu wanaosoma shuhuda kwa Kiingereza. Testimonies for the Church, revivalplan.com. Walitueleza umuhimu wa kuyasoma magombo haya na kutuhamasisha kuyasoma. Hapo ndipo tulipoanza kuyasoma. Tulikuwa tumesikia sura zake chache, ila sio sura zote. Tuling'amua kuwa hayakuwa na tafsiri ya Kiswahili. Nasi tunashauri kila mtu asome magombo yote haya 9, na kila kiongozi wa kanisa na hata mshiriki afanye jitihada ya kuyasoma kwa mpango. Wengi wamechukua wiki 16 kwa kusoma kurasa 10 kila siku. revivalplan.com. Ukisoma au kusikiliza nusu saa kwa siku, itakuchukua miezi 4 kumaliza magombo yote 9. Tulianza kuyatafsiri kama marafiki miaka 6 iliyopita, na ilituchukua muda wa mwaka, kisha tukaingia uhariri na uhakiki. Magombo ya shuhuda 9 ni kurasa 4738 ambazo zimetafsiriwa kwa ajili ya kila mwanadamu, na hasa wale watu wanaompenda Mungu na kutamani mabadiliko ya tabia. Habari hizi ni muhimu sana. Hivyo wewe uko huru kunakili na kusambaza kwa wengine kama zilivyo. Kwa nakala ya kidijitali ya vitabu hivi, tafadhali tembelea rohoyaunabii.org, rohoyaunabii.net, maarifamtandaoni.com, maarifamtandaoni.africa au kwa Kiingereza whiteestate.org. Kugushi waandishi ya namna hii au kuyakaba koo yasinene ni kujiletea taabu kubwa. Yeremia 36:27 na Ufunuo 22:18-19 na Kumbukumbu la Torati 4:9. Enendeni mtandaoni kote duniani. Shuhuda zina kila hali ya kusaidia uamsho na matengenezo na kufanya tabia zetu zifae. Yesu anarudi upesi. Inabidi shuhuda hizi ziwafikie watu mapema na kutayarisha tabia zetu, na siku moja tusikie, vyema mtumishi mwema, ulikuwa mwaminifu. Maombi yetu makuu yawe matatu, nayo ni Roho Mtakatifu, kujisalimisha kwa Mungu na kuwa ndani yake, naye ndani yetu, na kuishi mtindo wa maisha anayotaka Bwana. Haya manne yatakuja na baraka zote tunazozihitaji tunaposoma hizi shuhuda. Haya ni mausia ambayo yanatubidisha sote wenye mwili kuzisoma hizi shuhuda. Mambo mengine kwa kuelewa zaidi, unaweza kupakua Google app ya Roho ya Unabii kwa Kiingereza. Mkakati wa uamsho au tumaini linalotiririka ni msaada mkubwa kwetu leo, ambao hatuelewi vyema tufanye nini ili maisha yetu yampendeze Mungu na watu. Katika muda ambao maadili yanayomomonyoka na ulimwengu hauna mafundisho mema au haufundishi kabisa, mafundisho haya ni mazuri kwa kila binadamu anayeelewa Kiswahili. Mpango huu kwa Kiingereza utaupata katika revivalplan.com. Sambaza machapisho kwenye kina ardhi, naam, nchini kote au mtandaoni 4T 472.
Maelfu ya watu wataongoka kwenye ile kweli katika saa ya 11, ambao wataupata na kuukubali ukweli wa Injili na neno la Mungu na kuuishwa kwa harakati za Roho wa Mungu. AGW 88 755, 1890, LDE 212.2. Unabii huu unatimia. Maelfu ya watu duniani kote wanamwamini Mwenyezi Mungu na kubatizwa kwa siku moja, kwa wazi au kwa faragha. Tafsiri zetu ni kama Wikipedia. Ukitaka kuongeza ladha bila kupoteza maana, wewe boresha tu, ila usipoteze kabisa ujumbe na maana iliyokusudiwa. Kila shuhuda imeharidiwa mara 5. Binafsi nimeipitia mara 3. Tumeweka pointers 2 TSW 45.5 na kadhalika, ili ujihakikishie mwenyewe na kutafsiri kwa ubora zaidi unapotaka. SWA inawakilisha Kiswahili ambacho kinazidi kupanuka na kuwa moja ya lugha za Wakristo wengi duniani. Niliona machapisho ya Nuru kwa Kanisa ambayo sasa tukiyaona tunashangaa, ila enzi hizo yalikuwa yenyewe kabisa kwa uzuri, japo yalichuja kurasa 4738 na kuwa 80 tu. Asante kwa wasomaji, watafsiri, wahariri, washauri, wahakiki, waombezi na wanaufundi na wote ambao wanasaidia hii kazi ya machapisho duniani kote. Tuna idadi ya vitabu 130 sasa. Kama umeshiriki hii kazi na jina lako halikuwekwa, tafadhali tujulishe. Asante. Wito kwa mpendwa msomaji. Hitaji letu kuu katika huduma hii ya machapisho uhamishoni ni Roho Mtakatifu, ushauri na maombi yako msomaji. Wako watu wanaoishi nje ya Afrika Mashariki, wanahitaji pia kusoma maandishi ya kalamu iliyovuviwa kwa lugha ya asili. Toka mtambo wa kuchapa ubuniwe kule Ujerumani mwaka 1456 na Johannes Gutenberg, neno la Mungu limefikia mabilioni, ila bado kuna makundi karibu 7,000 kati ya 14,000 ambayo bado kufikiwa. Angalia joshuaproject.org na habari za 1040 window. Sambaza Biblia kote ndiyo kauli mbiu ya muumini. Sambaza neno la Mungu kote. Jiunge nasi katika kuandika vitabu, kutafsiri, kuhakiki na kuhariri. Ikiwa kuna kosa lolote la kiuandishi au kiutafsiri, tafadhali wasiliana nasi, na endapo ukiamua kuchapa, usibadilishe chochote, labda typos tu. Sasa umefika wakati wa kuandika vitabu ambavyo vinaendana na muktadha wa mazingira na utamaduni wetu, kwani ulimwengu wa Kikristo sasa umehamia Afrika na Amerika ya Kusini. Kwa hapa kwetu Afrika Mashariki, tumekuwa wazito kuandika kuhusiana na mada mbalimbali ambazo zinaendana na mazingira yetu. Mada za afya, lishe, mahusiano kama ndoa, kilimo na mazao yake, kulea na kukuza watoto, aina za biashara zinazoendelea, hali ya kisiasa na muumini, utendaji wa kufikia watu na kujenga ufalme wa Mungu, nyimbo zetu na noti zake. Haya yote tunayasoma na kuyaiga kwenye vitabu na mitandao ya Magharibi, na ni mema tu. Lakini kama ulimwengu wa Kikristo umehamia kwetu Afrika, basi tunabidishwa pia kuwa waandishi, watunzi wa nyimbo na watu wa kuhifadhi kumbukumbu zetu kwa miaka mingi. Kwa nini nyimbo zetu nzuri zenye ujumbe mzito zisichaguliwe kwa umakini? Nyimbo zilizoimbwa miaka kama 50 hivi na kuwekwa kwenye vitabu vya tenzi na kisha watu waimbe. Tenzi tunazoimba za Magharibi ni nzuri, ila hata wao wanaendelea kuziongeza vitabuni. Nasi hapa tuna nyimbo nzuri ambazo zinaendana na utamaduni wetu na mtindo wetu wa kuchukua mafungu ya Biblia takatifu na kuelezea kisa fulani. Kwa nini basi tusijiongeze nasi ili tuongeze kwenye maktaba yetu vitu vizuri, ikiwemo nyimbo za watoto? Tuna wataalamu wengi wa nyimbo. Pia umefika wakati wa reverse mission, misheni iliyogeuka na kuwa kinyume cha kawaida. Watu wa Amerika ya Kusini sasa ni wainjilisti kila mahali duniani, ikiwemo Magharibi kama vile Ulaya, Marekani na hata Asia, Australia, Mashariki ya Kati na Afrika.
Sisi Afrika tuna waumini wengi kuliko Amerika ya Kusini, na tunajua lugha nyingi kubwa kama Kifaransa, Kireno, Kihispania na Kiingereza. Ila bado tunaona kwamba tupate waandishi kutoka nchi zenye Wakristo wachache kuliko sisi, ambao hawaandiki kwa muktadha wa mazingira yetu. Mfano mdogo sana ni ule waandishi wengi nje huandika vitu vingine visivyoendana na muktadha wetu. Mfano vyakula kama pizza, tambi, kimchi, taco, panzit, empanada, manikoti, tortellini, sushi au falafel. Je, viwanda vyetu hutengeneza vitu hivi? Kila chakula duniani kinacholimwa hufanana tu, ila maandalizi hupishana. Mwafrika atatumia ngano kupika ugali, Mhindi chapati, Mchina noodle, Mzungu mkate au makaroni na nyingine. Ni kweli Kiswahili ilikuwa lugha ya kuzungumzwa na siyo ya maandishi. Ila wakati umefika maandishi kuongezwa kwenye mambo mazuri. Tunaelewa kwamba sio utamaduni wetu kuandika, ila sio utamaduni wetu kufanya mambo mengi ambayo sasa tunayafanya. Sio kila kitabu tunachoandika ni lazima kiuzwe. Vingine ni vya kusaidia jamii. Wewe hautaweza kuuza kila kitu katika dunia hii, kama unataka kufanya uinjilisti au kubariki watu. Kitabu cha Jando na Unyago kwa muktadha wa maandiko kwa waamini, ni vizuri tupatie watu wa kutusaidia kuandika. Kwani jamii inaishi sehemu tofauti na asili ya kabila la mtu, na hii inafanya kusiwe na mafundisho au kujifunza kwa mambo fulani muhimu toka kwa kabila la mtu kama ilivyokuwa. Watu husema utamaduni wa mtu mweusi ni kusaidia jamaa na ndugu zake wa damu tu, na wala sio umma. Yawezekana ni kweli, ila tuna la kujifunza kutoka kwa kila mwanadamu. Wenzetu wa Nigeria wameanza kuweka vitabu vyao mtandaoni ili watu wasome na kufaidika katika nyanja mbalimbali kama vile uchumba, maombi ya kuondoa laana kwenye familia Nenke. Joel Nanauka ni mfano mzuri katika ulimwengu wa Kiswahili kwenye kuandika na kugawia watu ujuzi wake. Tumevisoma vitabu vyake vizuri ambavyo ametubariki kwenye ujasiriamali Nenke. Ukiwa na chochote, hata ikiwa ni kama senti 2 za mjane, ujuzi, uwezeshaji wa aina fulani, tafadhali usisite kuutoa. Na pia kama una ujuzi wa kuandika vitabu au kufundisha wengine kuandika vitabu, fundisha wengine. Maana ulimwengu wa Kiswahili una umasikini wa maandishi yaliyoandikwa kwa muktadha wa utamaduni, nyenzo na maisha yetu ya kila siku. Utangulizi. Wapendwa, vitabu hivi ni vyetu sote, maana kila mtu anahitaji mashauri. Shuhuda ni vitabu vya mashauri na maonyo ya maisha ya kila siku kwa undani zaidi. Tumeambiwa kwenye maagizo kwamba shuhuda zina kila namna ya kukamilisha tabia zetu. Masihi yu karibu kuja kuchukua bibi harusi asiye na waa wala kunyanzi. Maneno haya yanatuchome sana na kuvutia tusiwe waongofu tu, bali wanafunzi na watu wanaoishi kwa uamsho na matengenezo kila siku, tukiendelea kuwezeshwa na Roho Mtakatifu kubadilisha mitindo yetu ya maisha ili tumpende na kumpendeza Mwenyezi Mungu na kuwapenda watu. Hivi ndivyo vitu pekee ambavyo tutaenda navyo mbinguni. Shuhuda zimejaa mashauri, makaripio na maonyo ya maisha ya kila siku kwa undani zaidi. Tumeambiwa kwenye maagizo kwamba shuhuda zina kila namna ya kukamilisha tabia zetu. Tulisikia kuhusu kuwepo kwa shuhuda kwa kanisa, ila hatukujua sana kwamba zinahusiana na nini. Ila baada ya kuanza kusoma kila siku katika mpango wa kusoma shuhuda revivalplan.com kwa lugha ya Kiingereza, tuliona kuna haja kubwa ya kuzitafsiri katika lugha ya Kiswahili. Maana waamini wengi wanaishi chini ya Sahara, ambao kuna wengi wanaozungumza Kiswahili. Kwa sasa, takwimu zinaonyesha kuwa Afrika ina 50% ya waamini wanaotarajia marejeo ya Yesu, Waadventista. Miaka kama 10 iliyopita, ni 3% tu ya maandishi ya roho ya unabii ilikuwa imetafsiriwa Kiswahili. Wana marejeo wanaozungumza Kiswahili duniani sasa ni 11% ya dunia. Kutokana na Google, wale wanaozungumza Kiingereza fluently katika nchi za Kiswahili ni asilimia ndogo sana kuliko tunavyofikiria. Hivyo, tumepewa ulimwengu wa Kiswahili tuufikie. Hivyo kutafsiri mambo haya ni jambo la dharura. Katika kutafsiri, mambo 4 ndiyo yalikuwa kwenye mawazo yetu kuliko mengine. 1. Yesu anarudi upesi. Inabidi shuhuda hizi ziwafikie watu mapema na kutayarisha tabia zetu, na siku moja tusikie, vyema mtumishi mwema, ulikuwa mwaminifu. 2. Kubeba ujumbe kama ulivyo, ili watu wapate kilichonuiwa, bila kupotosha neno la Mungu.
3. Lugha rahisi itakayoweza kusomeka Kenya, Kongo, Burundi, Rwanda, Uganda na Tanzania. 4. Sarufi ya lugha ya Kiswahili sanifu iwe imezingatiwa. Maombi yetu makuu yawe matatu, nayo ni Roho Mtakatifu, kujisalimisha kwa Mungu na kuwa ndani yake, naye ndani yetu. Haya manne yatakuja na baraka zote tunazozihitaji tunaposoma hizi shuhuda. Haya ni mahusia ambayo yanatubidisha sote wenye mwili kuzisoma hizi shuhuda. Google imesaidia mambo kadhaa. Mfano, kujua zama hizo kulikuwa na mambo gani, mfano mitindo na mavazi ya sketi za hoops miaka ya 1800 BK zilizozungumziwa. Zitakupa maoni waliokuwa nayo wakati ule utakapoingia katika tovuti. Japo hekima haiongezeki kwa urahisi, maarifa yameongezeka. Hivyo angalia mambo haya kwa kichujio cha Biblia, zaidi ya teknolojia. Usiogope kurejelea kamusi, ndiyo kujifunza. Muumini daima ni mwanafunzi na anasaidiwa zaidi kukumbuka mambo mengi anapotumia machapisho zaidi ya njia zingine. Mengine ya Kiingereza imebidi tuweke maana tunayatumia, na hivyo utapata utambuzi wa jambo haraka. Mfano, mara nyingi hatusemi jimbo ila konferensi, conference, majina ya magonjwa au mitindo nake. Tunashauri kila mtu asome magombo yote haya 9, na kila kiongozi wa kanisa na hata mshiriki afanye jitihada ya kuyasoma kwa mpango. Wengi wamechukua miezi 16 kwa kusoma kurasa 10 kila siku. Revivalplan.com, wenu wadhamini, watafsiri, wahariri, washauri, marafiki, wajoli na ndugu katika safari ya kwenda mbinguni. Zifuatazo ni sentensi za kalamu ya matumaini, kalamu iliyovuiwa kwa maani, ya Ellen White kuhusu umuhimu wa kuzisoma shuhuda. Niliichukua Biblia ya thamani na kuizingira kwa shuhuda kadhaa kwa ajili ya kanisa, zilizotolewa kwa ajili ya watu wa Mungu. Hapa nilisema kesi za karibu zote zinapatikana. Mashaka na hata kutokuamini shuhuda za Roho wa Mungu kunayachachua makanisa yetu kila mahali. Shetani angependa iwe hivi. Usimwogope mwanadamu. Sio wewe unayezungumza, ni Bwana anayetoa jumbe kwa siku hizi za mwisho, nazo zitaandikwa katika vitabu na zitasimama milele zote. Niliona kwamba wote wanapaswa kuchunguza mioyo na maisha yao kwa ukaribu na kuona ikiwa hawakuwa wamefanya makosa yale yale ambayo wengine walisahihishwa. Udanganyifu wa mwisho kabisa wa Shetani utakuwa ni kuzifanya shuhuda za Roho wa Mungu silizwe na ushawishi. Mahali ambapo hakuna maono, watu huangamia. Mithali 29:18. Ukikosa imani katika shuhuda, utaondoka kwenye ukweli wa Biblia. 5 Nimejawa na huzuni ninapofikiria hali ya watu wetu. Bwana hajatufungia mbingu, lakini njia yetu wenyewe ya kurudi nyuma imetutenga na Mungu. Nimeonyeshwa kuwa kutokuamini shuhuda kumekuwa kukiongezeka kadiri watu wanavyorudi nyuma kutoka kwa Mungu, lakini ni wachache wanaojua ni uzoefu gani kanisa linaenda kupitia. Shuhuda haipaswi kuhafifisha neno la Mungu, bali kuliinua na kuzivutia akili kwake, ili ukweli mzuri wa kunyenyekesha uweze kuwavutia wote. Wengi sasa wanadharau maonyo ya uaminifu yaliyotolewa na Mungu katika shuhuda, lakini upinzani dhidi ya vitisho vya Mungu havitazuia utekelezaji wake. Uelewa wa wale wanaodharau shuhuda zilizo wazi za neno la Mungu utatiwa giza. Ukweli utaonekana kwao kama uongo, na uongo utakubaliwa kama ukweli. 13. Agizo nilipewa na Mwokozi. Sio wewe ambaye wamekukataa, bali mimi, Mwokozi wao. Wengi wanaenda kinyume kabisa na nuru ambayo Mungu amewapa watu wake, kwa sababu hawasomi vitabu ambavyo vina nuru. Mungu atawafanya watu wake wajibike kwa uzembe huu. Ushuhuda huu ukipokelewa utaamka utendaji na kusababisha kujishusha na kukiri dhambi. Shahidi wa kweli anasema, nazijua kazi zako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Hatupaswi kuogopa na kuomba msamaha ulimwengu kwa sababu ya kuwaambia ukweli. Tunapaswa kudharau kuficha mambo. Dhihirisha rangi zako halisi.
Shuhuda zilizoandikwa sio za kutoa nuru mpya, bali kusisitiza kwa uwazi kwenye moyo ukweli wa uvuvio ambao tayari umefunuliwa. Kiburi, kujipenda, ubinafsi, uchoyo, chuki, wivu na wivu vimefunika kwa ukungu nguvu za ufahamu na ile kweli. Nimeidhinishwa kutoka kwa Mungu kuwaambia kwamba hakuna mwale mwingine wa nuru kupitia shuhuda utakaoangaza katika njia yenu, mpaka muitumie kwa vitendo ile nuru ambayo imekwisha kutolewa. Shuhuda zina kila hali na mazingira ya kutusaidia tabia zetu na tabia za binadamu wenzetu. Hivi ndivyo vitu peke yake tutakavyopaa navyo kwenda mbinguni kutoka hapa duniani, na kuziona uso kwa uso kovu za mikono, miguu na ubavu wa Yesu. Yesu anarudi. Roho na bibi harusi waseme, njoo. Kila mtu asikiaye hili na aseme, njoo. Aliye na kiu na aje, anayependa na achukue maji ya uzima bila malipo. Amina. Njoo Bwana Yesu. Tunawatakieni nyote neema ya Bwana Yesu. Maranatha, wapendwa wa Bwana. Amina. Washiriki wa huduma hii: Alex Ngamije, preciouspresenttruth.org, Rwanda; Stephen Leta, Masasi, Tanzania; Samuel Mhololo, Kigoma, Tanzania; Musa Budodi, Shinyanga, Tanzania; Isaac Msusu, Kigoma, Tanzania; Mr. and Mrs. Kumbuka, Mlazi Misibo, Kigoma, Tanzania; Aimo Abayo, Morogoro, Tanzania; Zablon Mgonja, Arusha, Tanzania; Mwalimu Peter Marwa, Mwanza, Tanzania; Faustin Momadi Mkama, Dar es Salaam, Tanzania; Paul Masaka, Oklahoma, Marekani; Ibrahimu Makamba, Tarime, Tanzania; Geoffrey Haman, Manyara, Tanzania; Pendo Makori, Visiga, Tanzania; Judy Mari Mgane, Siha, Tanzania; Kikundi cha Mbaki, Ngulu, Maombi, Taos, USA; Women Prayer Warriors, WPM, California, Marekani; Ezekiel Ojwang, Kiterere, Tanzania; John Mgane, Nakuru, Kenya; Sandra Baron, Kentucky, Marekani; Elifas Sambeke, Arusha, Tanzania; Stefano Kasiri, Kibaha, Tanzania; Gideon Christian, Ukerewe, Tanzania; Musa Muneja, Bariadi, Tanzania; Victoria Swai, Mhololo, Arusha, Tanzania; Julius Leta, Morogoro, Tanzania; John Chilala Momadi, Dar es Salaam, Tanzania; Milinje Bariki Momadi, Dar es Salaam, Tanzania; Mbaraka Hamisi, Kilimanjaro, Tanzania; Recho Akinyi Atandi, Nairobi, Kenya; Mbusi Mpagalushu, Bariadi, Tanzania; James Ongoro, Mara, Tanzania; Basanthi Thavamani Lazar, Madras, India; Ndege Aruya, Rorya, Tanzania; Kwandu Kasiri, Pwani, Tanzania; Elinath Elisante Kukome, Kilimanjaro, Tanzania; Sharifa Athumani Seleman, Dar es Salaam, Tanzania; Jackson Musa Singano, Dar es Salaam, Tanzania; Daniel Masaka, Kisii, Kenya; Ellen Nyangoe Nyagori, Rorya, Tanzania; Fares Ogilo, Rorya, Tanzania; Walter Nehemia, Dar es Salaam, Tanzania; Gerard Nyafanga, Mara, Tanzania; Bilionea Wayoga, Rorya, Tanzania; Betty Magesa Mwasya Machakos, Kenya; Kilango Makala, Kilimanjaro, Tanzania; Lois Pima, Bunda, Tanzania; Niwaeli Mburuja, Hedaru, Tanzania; Cindy Tushel,
Washington, Marekani. Elias Luela, Rukwa, Tanzania. Sandra Baron, Kentucky, Marekani. John Ngasa, Mwanza, Tanzania. Methusela Mahumbi, Bariadi, Tanzania. Elmad Daudi Ndonga, Mombasa, Kenya. Lak Rahim Dato, Arusha, Tanzania. Ruth Lilian Bango, Arusha, Tanzania. Mohamed Mboi, Kisii, Kenya. William Kalokaza, Rukwa, Tanzania. Elin Mrema, Kilimanjaro, Tanzania. Obed Lisi, Baraton, Kenya. Elias Luela, Rukwa, Tanzania. Emmanuel Ola, Rorya, Tanzania. Nhandi Masunga, Bariadi, Tanzania. Mr. and Mrs. Weber, Alaska, Marekani. Eliakim Mabula, Bariadi, Tanzania. Ngusa Mayunga, Rukwa, Tanzania. Evans Mobegi, Kisii, Kenya. Debbie Bisheli, Nairobi, Kenya. Yunus Tiras, Tarime, Tanzania. Sharon Ondiaki, Nairobi, Kenya. Ibrahimu Ibare, Tarime, Tanzania. Ghati Matiko, Tarime, Tanzania. Haron Wamboa, Machakos, Kenya. Timothy Misungwi, Michigan, Marekani. Enoch Omosa, North Carolina, Tanzania. Filipo Lubua, Pittsburgh, Marekani. Gibson Mujuni, Kagera, Tanzania. Mickey Marr, Scranton, Marekani. Lisa Lothian, New York, Marekani. Azizi Jacob, Niassa, Mozambique. Robert Ndinayo, Goma, Congo. Eduardo Punda, Beira, Mozambique. Kasereka Mbilika, Goma, Congo. Maliro Congo, Goma, Congo. Daudi Jabez Masaka, Pennsylvania, Marekani. Wenu katika huduma ya maarifamtandaoni.com, maarifamtandaoni.africa, rohoyaunabii.org, rohoyaunabii.net, revivalplan.com na Tumaini Ughaibuni YouTube. Shuhuda zina kila hali au mazingira ya kutusaidia tabia zetu na tabia za binadamu wenzetu. Hivi ndivyo vitu peke yake tutakavyopaa navyo kwenda mbinguni kutoka hapa duniani na kumwona Mwokozi uso kwa uso na kuziona kovu za mikono, miguu na ubavu wa Yesu. Yesu anarudi. Roho na bibi harusi waseme, njoo. Kila mtu asikiaye hili na aseme, njoo. Aliye na kiu na aje, anayependa na achukue maji ya uzima bila malipo. Amina. Njoo Bwana Yesu. Tunawatakieni nyote neema ya Bwana Yesu. Maranatha, wapendwa wa Bwana. Amina. Uhamishoni, uhaibuni, mtandaoni, majumbani. Waanzilishi wa huduma: Grace Momadi Masaka, Daniel Masaka, Paul Masaka na Daudi Masaka, New Jersey, Marekani.